Rais wa Marekani Donald Trump amesema majeshi ya Marekani yalifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran usiku uliopita, akieleza kwa hatua hiyo ilikuwa ni jibu la moja kwa moja kufuatia shambulio ambalo Washington inadai lilifanywa na Iran dhidi ya meli iliyokuwa ikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kauli hiyo imekuja wakati mvutano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kuongezeka na kuzua hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mahojiano ya simu na CNN, Trump alisema mashambulizi ya Marekani yalikuwa makali na alilenga kuonyesha kuwa Washington haitavumilia mashambulizi dhidi ya usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari Hormuz, ambao ni moja ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine. Tuliwapiga vibaya sana usiku uliopita, alisema Trump, akisisitiza kuwa Marekani ilichukua hatua hiyo baada ya Iran kuvuka mstari mwekundu kwa kushambulia meli kwa kutumia ndege isiyo na rubani. Trump alidai kuwa kabla ya tukio hilo, Marekani na Iran zilikuwa zimekaribia kufikia makubaliano muhimu yaliyolenga kupunguza mvutano mkubwa uliokuwa umeongezeka kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yalikuwa yamefikia hatua nzuri kiasi kwamba aliamini suluhisho la kidiplomasia lilikuwa karibu kupatikana. Hata hivyo, alisema hali ilibadilika ghafla baada ya kile alichodai kuwa shambulio la Iran dhidi ya meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Walikuwa wamekubali karibu kila kitu, lakini ghafla saa 2 baadaye wakashambulia meli kwa ndege isiyo na rubani. Watu hawa, kuna jambo haliko sawa kwao, alisema Trump. Kauli hiyo imeongeza msisitizo wa Marekani kwamba Iran ndiyo inahusika na mashambulizi hayo dhidi ya usafiri wa baharini, madai ambayo yamekuwa yakitumika kama msingi wa hatua za kijeshi zilizochukuliwa na Washington. Mashambulizi hayo ya Marekani yanakuja katika kipindi ambacho mlango wa bahari wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha mvutano mkubwa wa kijeshi. Njia hiyo ya baharini inapitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani, hivyo tukio lolote la kiusalama katika eneo hilo linaweza kuathiri biashara ya kimataifa, bei za mafuta na uchumi wa dunia. Kwa mujibu wa kauli za awali za Marekani, mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya kijeshi ya Iran, ikiwemo vituo vinavyodaiwa kutumiwa kuratibu operesheni za ndege zisizo na rubani na makombora. Hata hivyo, mamlaka za Iran hazijatoa taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Mvutano huu umeibua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, huku mataifa mbalimbali ikitoa wito kwa pande zote kujizuia na kurejea kwenye mazungumzo badala ya kuendelea na mashambulizi ya kijeshi ambayo yanaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi na hatua za kulipizana kisasi zitaendelea, kuna uwezekano wa kuathiri usafirishaji wa mafuta duniani, kuongeza gharama za nishati na kuhusisha mataifa mengine ya kikanda katika mzozo huo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zinazoonyesha kwamba Marekani na Iran zimerejea kwenye mazungumzo yaliokuwa yakitajwa na Trump. Badala yake, hali inaonekana kuendelea kwa tahadhari, huku majeshi ya pande zote yakiongeza ulinzi na utayari wa kukabiliana na mashambulizi endapo mvutano utaendelea kuongezeka. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.